Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena katika vipindi vyetu hivi vinavyoendelea vya nini tunatakiwa tufanye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapa katika Ibn Jazar TV, lakini katika tunu hizi za wanawazuoni. Leo tumerudi tena kuangalia nini ambacho wewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati unafanya ibada zako, unajiandaa kufanya mema, uweje. Baada ya kwamba umeshafanya tauba na kujiweka tayari na kujua mazingira mwezi unakuwa unatakiwa uwe vipi na ukoje ule mwezi wenyewe, cha pili kinachotakiwa kufanya ni kufanya ibada yako kwa usahihi. Ibada yako kwa usahihi. Yaani ibada yako kwa usahihi kivipi? Ibada ili iwe sahihi na mambo mawili tumeyasema. Jambo la kwanza ni kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Lakini jambo la pili, kufanya hii ibada ukiwa unafata muongozo ambao Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amefanya nini? Ametuwekea. Katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alituambia ili tuweze kupata ujira mzuri kabisa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, alisema man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwaya nyingine inasema man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tofauti yake kwa maana huko amesema man sama na riwaya nyingine imesema man qama. Ukiangalia unaweza ukaona mbona kuna utofauti. Lakini mtu ambaye anayefunga ndiyo pia anatakiwa afanye qiyam, asimame vizuri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kisimamo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia anayesimama anatakiwa saumu yake iwe iko vizuri sana. Na ndio maana mwisho ikaja ili ibada yako ya saumu iwe salama, basi cha kwanza iwe imanan. Unafanya hivi kwa kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuweka tasdiq kwamba haya ninayoyafanya ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu ndio ambaye ameyataka. Lakini si hivyo tu, usiwe unafanya hii ibada kwamba Mungu kaitaka, lakini nafanya pia kuna kitu kingine na kihitaji zaidi ya malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima uwe imanan wa ihtisaban, unakuwa unatarajia ajira kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa haya yote yatakuja vipi ikiwa unao ufahamu wa hii saumu? Saumu ambayo ukifunga kiukweli kabisa, basi itakuwa inakuletea mazingira ya kuweza kuiweka nyoyo yako kufikia katika malengo. Lengo la saumu ni nini? Lengo la saumu tumeshasema kwamba ni ile uchamungu ambao utakaokufikisha wewe katika mazingira yako ya maisha yako ya kila siku. Uchamungu pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyama, mmelazimishwa kufunga, mmefaradhishiwa kufungwa, mmeandikishiwa kufunga kama wanavyofunga wenzenu waliotangulia, ili la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo ucha Mungu haufikiwi isipokuwa ile saumu yenyewe iwe na progress, au zile process zenyewe za kufunga ziwe katika malengo yaliyokuwa mazuri. Uwe kwanza unafunga imanan, lakini la pili uwe unafunga ihtisaban. Ukifikia mazingira haya, basi hii process yako hii itakuwa inakuwekea progress ya kupanda kufikia katika uchamungu. Kwa sababu uchamungu ni product. Uchamungu ni nini? Uchamungu ni taji au tija ya hizi process. Kwa hiyo kuna process na product, lakini pia kuna operation ambayo wewe unafunga asubuhi, umesimama, umefanya hivi, ambao tutakuja kuizungumza vizuri, lakini mwisho wa siku ndio unatakiwa uwe mcha Mungu kutokana na saumu yako, kwa sababu asiyamu junna. Funga hii ni kinga, inakukinga katika mambo mengi sana. Na tukiangalia kinga hii ina aina nyingi sana. Kinga hii inakinga imani yako. Kinga hii inakinga mwili wako. Kinga hii inakinga matendo yako. Kwa hiyo wakati unaingia katika saumu lazima ujiandae, uweze kujiwekea tahsin. Kama sisi tunasema, kwa maana kwamba unajiwekea kinga ambazo ni kama vaccination. Unaweka ili usije kuharibikiwa, ili mambo mengine yasije. Kwa hiyo tuangalie namna gani saumu yetu ili tufikie kufunga kiiman, tufunge na tusimame mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kusamehewa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Basi tuweze kufika huko, tunatakiwa tuweze kukaa vizuri sana. Saumu yetu kweli iwe junna, saumu yetu iwe kinga,
Kinga yenyewe tutakuja kuizungumza namna gani kinga hii ni kinga ya moyo, namna gani kinga hii ni kinga ya matendo yako, lakini namna gani kinga hii kinga ya nafsi yako. Tukutane katika kipindi kinachofuata kuizungumzia hii saumu, namna gani inaweza ikatuwekea kinga ili tufikie kule tuweze kuwa man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, tuweze kufika katika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na hapo ndipo ambapo tunakuwa wale wacha Mungu wa kweli kabisa. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweze kudhibiti saumu zetu ili tuweze kusamehewa na kufikia katika ucha Mungu ambao ndio lengo wa hizi saumu zetu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.